واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك na nimekubali ya kwamba Muhammad ni mtume wa Allah na Yesu ni mtume wa Allah wa Mungu. Basi ushakuwa Muislamu. Waislamu takbir. Hii Vincent tunapiga X, unaweza tumia tu, tunatia ndani ya boksi, tunapiga seletop, inarudi Italy mahali ilitoka. Ungependa jina gani ya Kiislamu au nikutajie? Majina ya Kiislamu yako mengi na ni mazuri. Ni moja katika majina ya Kiislamu ni ya manabii kama vile Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Suleiman, Ismail, Suleiman, Ishaq, Musa, Daud, Suleiman, Isa, Muhammad, mingi tu, Hassan, Hussein, Umar, Abubakar, Ali, Ramadhani. Gani ingine? Ramadhani. Mingi. Tungependa jina gani wewe? Ile yako sasa umependa. Uko na rafiki wa Islamu? Wewe ungependa jina gani ya Kiislamu? Musa. Nani? Musa. Musa. Mashaallah. Takbir. Unaitwa Musa. Haya Musa, wewe ushakuwa Muislamu. Mungu akuongoze, mpe huyu mwingine na yeye asilimu. Uko tayari kuwa Muislamu? Kabisa. Haya onyesha moja. Hii ya kulia. Hii unaonyesha Mungu ni ngapi? Onyesha kwa kidole, hii kidole kingine. Sasa hii ya kusema ameshauriana na malaika ni rai ya mwandishi. Lakini hakusema ameshauriana, akasema huenda, nisikize. Amesema huenda akashauriana na malaika. Kwa kizungu maybe. Mlipata vizuri? Sio ameshauriana nayo. Na mbona kidogo, ngoja wao kidogo. kama hawajui. Ngoja kidogo. Kuna swali nataka kuuliza. Utauliza kidogo, unataka uelewe. Maelezo haijasema Mungu alishauriana na malaika. Ilisema hivi, huenda akashauriana na malaika wafuasi wake mbinguni. Lakini maelezo ya namna ya pili sio hivyo. Imerefute hii. Imesema hii ni fumbo, wataka kutuonyesha ukuu, uweza, utajiri wa Mungu. Umenipata vizuri? So hii ya pili imekataa mambo ya malaika. Inasema hii ni fumbo ya kutaka kutuonyesha kuwa Mungu ni tajiri wa lugha. Mungu ni mkuu, anautumia wingi wa ukuu. Mungu ni mwenye uwezo wa kutumia maneno anavyotaka. Umenipata vizuri? Lakini hawa watu wote wameandika hizi vitabu ni waongo. Wote. Kwa hivyo mwandishi wa Biblia ni muongo. Hata wa Qur'an. Qur'an hajaandikwa na binadamu. Mbona watumie Mungu kama hawajawahi sikia akisema tufanye? Mbona wamuuzize na hizo vitu na ufai kumuuzisha? Mungu ndo amesema tufanye. Hapana. Sio binadamu. Hao wote ni wao. Mungu ni ngapi wewe unaamini? Mmoja tu peke yake. Anaitwa nani? Mungu ako na majina mingi. Kila kabila iko na jina yake ya Mungu wake. Na Yesu ni Mungu? Hapana. Sio Mungu kabisa? Oh. Ndio unajielewa? Sawa. Ako sawa huyo. Kwa hivyo Yesu sio Mungu? Hapana. Mungu anazaa watoto? Kwa hivyo Yesu hakuzaliwa na Mungu? Hapana. Si mwana wa Mungu kabisa? Wewe ni kijana mzuri, una improve vizuri sana. Haya, wewe inaonekana ugonjwa wa shirki imeanza kuisha, na hiyo utakosana na Wakristo. Ukisema ati Yesu si mwana wa Mungu na si Mungu, hiyo umetangaza vita na washirikina wa kusema Mungu ni mwana, Mungu ni baba. Ushatangaza. Haya, badilishana na huyu kwa sababu ushapona. Wacha mgonjwa tumtibu, kisha turudi kwako. Haya, huyu ndo sasa na malaria sasa. Allah muongoze. Kijana, habari yako? Ni sana. Unaitwa nani? Naitwa Ezekiel Sebi Juma. Muislamu Mkristo? Mimi ni Mkristo. Ungependa kuwa Muislamu? Una swali ya kuuliza? Sina swali. Uko tayari tukuulize? Uniulize. Nikuulize. Unaamini Mungu? Naamini Mungu.
Ni wangapi? Mungu Kuna mwana, kuna Yesu, wanakuanga watatu katika Kristo. Katika pande ya Ukristo tunasemanga watatu. Wanakuanga watatu. Na wewe unaabudu yupi kati ya watatu? Kuna main. Kuna main? Kuna main switch. Moja tu. Moja ndo main. Mwana wa Mungu. Huyo ndo main. Mwana wa nani? Na baba sio main. Hata baba ni another main. Kwa hivyo kuna main mbili. Huyu ni mtoto wa baba. Kati ya baba na mtoto nani main? Baba. Mtoto ni minor. Minor. Kwa hivyo kuna Mungu mdogo na Mungu mkubwa. Katika Ukristo. Katika Ukristo. Kwa hivyo Mungu mdogo na Mungu mkubwa. Kwa hivyo kuna deputy pia. Deputy ya Mungu. Ndio mnaamini hivyo? Tunaamini hivyo. Sasa sikiliza Yesu anasemaje? Mpe huyo. Yesu mwenyewe anaongea Marko 12:28. Marko, tufundishe watu tauhid. 12:28 inasemaje? 28 inasema nini? Na mmoja wapo waandishi akafika. Kuna mmoja wapo waandishi akafika kwa Bwana Yesu. Akawasikia wakisemezana naye. Wakisemezana na Yesu mwenyewe. Akatambua kuwa amewajibu vyema, akamuuliza. Akatambua kwamba amewajibu vyema, akamuuliza Yesu sasa. Katika amri zote. Katika amri zote. Ni ipi iliyo ya kwanza? Mpe. Yesu anaulizwa katika amri zote ni ipi iliyo? Ongea. Ya kwanza. Kwa hivyo tujifunze kwa nani? Kwa Yesu. Kwa Yesu. Atueleze amri ya kwanza ni gani? Mpe sasa, sikiliza. Hiyo kusema amri ya kwanza ni Mungu Baba, Mwana na Roho. Hiyo hakuna katika amri ya Mungu. Hii kusema kuna Mungu mkubwa na kuna Mungu mdogo, hakuna. Hii kusema Mungu ni watatu, hakuna. Sikiliza ile iko. Soma. Yesu akamjibu. Yesu sasa anajibu. Ya kwanza ndio hii. Jambo la kwanza ndio hii. Sikia Israeli. Sikilizeni enyi wana wa Israeli. Bwana Mungu wetu. Bwana Mungu wenu. Bwana Mungu wetu. Yesu anaji-include. Yaani mimi Yesu na nyinyi wana wa Israeli, Bwana Mungu wetu. Bwana Mungu wetu. Ni Bwana mmoja. Mpe. Yesu anazungumza. Anasema yeye na sisi Mungu wetu ni Mungu ngapi? Moja. Mungu ngapi? Moja. Sio ngapi? Watatu. Ampendelee sasa, enda 32. Hiyo sasa anaanza kuelewa sasa. Yule mwandishi akamwambia, yule mwandishi mwenye kujibiwa akasema, hakika mwalimu. Hakika mwalimu Yesu. Umesema vyema ya kwamba. Umefundisha vyema ya kwamba Mungu ni mmoja. Mpe. Mungu ni ngapi? Moja. Mpe amalize. Wala hakuna mwingine ila yeye. Mpe. Wala hakuna mwingine ila yeye. Mungu ni ngapi? Moja. Wala hakuna mwingine ila yeye. Hakuna cha mwana wala roho ila yeye. Umeelewa? Nimeelewa. Kabisa? Kabisa. Kwa hivyo mtu akikwambia kuna Mungu tatu unasema yeye ni muongo? Mungu anabaki ngapi? Moja. Hakuna cha mwana wala roho? Mungu ni ngapi? Moja. Umenielewa sasa? Nimekuelewa. Kabisa? Kabisa. Usidanganywe tena. Sawa. Chacho akikwambia ni tatu utajibu aje? Ni uongo. Utasema ni nini? Uongo. Siwezi kumwambia uongo na nyamaza tu. Umeelewa lakini? Niko sawa. Uko sawa kabisa? Niko sawa, nimeelewa. Utakubali kudanganywa tena? Sitakubali. Hiyo ameelewa sasa. Hiyo ameelewa. Haya, tulia tu hapo. Tushakutibu kidogo, ile maradhi ya shirki imetoka. Lakini ajabu ukitoka hapo tena unaenda kujazwa tena ingine. Sasa kazi yetu ni kutoa, wengine wanaingiza. Tunatoa, wengine wanaingiza. Lakini tayari umeahidi. Mpe, umeahidi nini? Mungu ni mmoja. Si ngapi? Si watatu. Si watatu. Hiyo umeshika? Na mtu akikuja na suti yake akikwambia Mungu Baba, Mwana na Roho, utamwambiaje? Si ni muongo. Umeelewa sasa? Nimeelewa. Wewe
Wewe Charles, wewe muongo. Haya, mpe huyu next time tuone kama ni katika waongo. Kijana, habari yako? Nzuri mwalimu. Unaitwa nani? Juma. Juma. Unaamini mambo ya Mungu Baba, Mwana na Roho? Naamini. Kumbe wewe pia ni muongo. Mpe. Tayari tumepata muongo mmoja, si ni kweli? Huyu ni muongo huyo. Huyu muongo. Tushapata muongo. Hiyo story yenu ya kusema Mungu watatu ina bounce. Tunafundisha watu mpaka wajue ukweli. Mpe. Tangu lini ulipata hii maradhi ya kusema Mungu ni tatu? Mwaka gani ulipata hiyo maradhi? Mimi niko na swali mwalimu. Utaki kujibu? Niko na swali. Na uko na maradhi na unataka kuuliza maswali? Sina maradhi. Si uko na maradhi ya shirki ya kusema tatu badala kusema moja. Wala taqulu thalatha, msiseme tatu. Unafaa useme ngapi? Ahad. Unafaa useme ngapi? Ahad. Unajua ni uongo, hataki kusema. Haya, uliza swali yako, usije ukasema labda ulikuwa unataka kusilimu. Haya, uliza swali. Wewe unaamini Qur'an? Naamini 100%. Wewe unaamini Biblia? Mimi naiamini. Swali yako? Swali langu ni hili. Qur'an 16:124. Basome. 16:124. Barwani, msomee Barwani. Tafsiri ya Barwani. Mpe kwanza kabla isomwe. Umeniuliza kama naamini kitabu gani? Qur'an. Na wewe unaamini kitabu gani? Biblia. Na mimi naamini kitabu gani? Qur'an. Wewe unaamini Qur'ani? Mimi ndio nataka nijue kama hili neno nasema hivi. Wewe unaamini Qur'ani? Sasa nataka nilinganishe nione kama Sijasema ulinganishe. Nauliza wewe ulivyokaa. Wasallam. Na ndo ametuma Isa alayhi salam. Na Isa alipewa Injili. Na Muhammad amepewa Qur'ani. Na Musa amepewa Taurati. Na Daudi amepewa Zaburi. Biblia tutakuja mambo yake. Mimi umeniuliza kama naamini kitabu gani? Qur'an. Wewe na nikajibu aje? Unaamini. Na wewe unaamini Qur'ani? Mimi siamini vile. Afunga hiyo kitabu. Unaamini kitabu gani? Biblia. Fungua Biblia. Uliza swali. Haya, Kutoka 16:25. Bas, sawa kabisa. Sawa sasa. Ndio hivyo. Kila mtu akuje na anachoamini kisha tumweke sawa. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Fa'tu bikitabikum in kuntum sadiqin. Leteni hizo vitabu yenu kama nyinyi wa kweli. Tuone kama inasema vile mnaamini. Soma hiyo. Kutoka ngapi? 16:25. Msomee. Musa akasema, haya, kuleni hiki leo. Naam. Kwa kuwa leo ni sabato ya Bwana. Leo ni sabato ya Bwana. Leo hamtakiona nje barani. Siku 6 mtakaokota. Naam. Lakini siku ya 7. Siku ya 7 ni sabato. Ni sabato. Siku hiyo hakitapatikana. Naam. Soma, endelea mpe. Swali langu hili mwalimu. Hapa Musa akasema. Naam. Wakule hiki leo. Wakule leo. Leo. Siku 6. Siku ya 7 itafanya nini? Watapumzika. Basi. Swali. Swali langu ni hili. Naam. Amri za Musa ni ngapi? Amri za Musa 10. 10. Nisabie. Mpende Bwana Mungu wako ambaye Mungu ni mmoja. Sawa. Na amri ya 4 inasema sabato. Sabato. Hiyo umeishika ama umeivunja? Wacha niulize kama nafaa kushika ama nivunje. Mpe huyo. Amesoma Kutoka ngapi? 16:25. Sasa soma 31:13. 31. Tuangalie sasa. 13. Unajua yeye anasoma akirukaruka. Sisi haturukiruki. Hii ashabu sabti, mambo ya sabti. Utajua ni nani waliambiwa. Soma hiyo. Kisha nena. Mungu anamwambia Musa, nena. Wewe Musa na wana wa Israeli. Mpe. Musa anaambiwa anene na kina nani? Na wana wa Israeli. Mpe, endelee.
Inaendelea kusema nini? Na kuambia, ukinena na wana wa Israeli uambie, hakika mtazishika nini? Sabato zangu. Mpe. Musa anaambiwa aongea na kina nani? Wana wa Israeli. Washike nini? Sabato zake. Sabato Zake. ya nani? Bwana Mungu. Mpe, endelee, enda 15. 15 nasema, kazi itafanywa siku 6. Mungu anaambiwa, ama Musa anaambiwa waambie kazi itafanywa siku 6, lakini siku ya 7 ni sabato ya kustarehe kabisa. Mpe. Musa anaambia hii maneno kina nani? Wana wa Israeli. Mpe, endelee 16. Inaendelea kusema, kwa ajili ya hayo wana wa Israeli. Mpe, kina nani? Wana wa Israeli. Mpe, endelee. Wataishika nini? Wataishika sabato. Wana wa Israeli wataishika. Mpe, watashika nini? Sabato. Mpe amalize. Na swali kwanza. Mpe, utauliza. Unasikia Israeli, mbona tusikie wa Kristo? Kwani mmekuwa maskini, yatima? Hawatajui mali yoyote. Endelea sasa. Inaendelea kusema nini? Kwa ajili ya hiyo wana wa Israeli wataishika sabato. Kuangalia sana hiyo sabato katika vizazi vyao vyote. Ni agano la milele. Mpe. Mungu anasema wana wa Israeli watashika nini? Sabato. Ni agano la gani? Milele. Kwa kina nani? Kwa wana wa Israeli. Wewe ni mwana wa Israeli? Wewe unapata manabii. Ngoja, nasema hivi. Wewe ni Mwisraeli? Mimi ni Mkenya. Si nani? Sio Mwisraeli. Na mimi ni nani? Wewe unaamini manabii. Ngoja, na mimi ni mke? Wewe ni Mkenya. Si nani? Sio Mwisraeli. Kwa hivyo sabato tuachie kina nani? Wewe unaamini manabii. Nasema hivi. Wewe unasema unaamini manabii. Kwa manabii, hebu nisikize. Issue ya manabii tunazungumzia kwanza sabato, kisha turudi kwa manabii. Hii sabato, wewe ni Mkenya, si nani? Sio Mwisraeli. Na mimi ni Mkenya, si nani? Sio Mwisraeli. Sabato Mungu anasema nani washike? Waisraeli. Kwa hivyo tuachie kina nani? Waisraeli. Mimi na wewe tuachane na nini? Mimi na wewe. Subiri kidogo. Kita mwalimu kwanza. Subiri na mimi niongee. Wewe siku zote unaniambia tujifunze kwa nani? Kina nani? Tujifunze kwa nani? Kwa manabii. Alafu sasa hapa mbona uvunje hii ni sabato? Sasa nisikize kidogo. Nataka nikufundishe kitu kimoja. Manabii inafaa tuwaamini na pia tuwakubali. Lakini manabii walitumwa nyakati mbalimbali kwa watu mbalimbali. Mfano, Musa alitumwa kwa wana wa Israeli. Amri na sheria alizopewa ilikuwa ni mahsus kwa wana wa Israeli. Na Yesu pia akatumwa kwa wana wa Israeli. Sheria zilikuwa juu ya wana wa Israeli. Baadaye Mungu akasema, hao manabii msiwapinge, msiseme hawakutumwa na Mungu. Mnafaa kuwaamini, sio kuwafuata. Watafuatwa na watu wao ambao walitumwa kwao. Muhammad ametumwa kwa watu wote. Yeye ndo wa kufuatwa na watu wote. Kuamini ni jambo lingine, kufuata nyingine. Nauliza Mungu we, hao manabii ni tuwafuate au tuwaamini? Nyakati wa pili 20:20 kama sijakosea. Ndio. Soma sasa. Tunauliza Mungu, hao manabii ni kuwafuata tunawafuata au ni kuwaamini? Mfano, mimi naamini Tanzania kuna rais anaitwa Samia Suluhu, lakini kufuata namfuataga? Hapana. Namfuata nani? Sheria zake na amri zake? Ruto. Kwa sababu Ruto ndo rais wangu, lakini sipingi rais wa Tanzania na Uganda. Na waamini wote hao marais kwamba ni marais wamechaguliwa na watu wao, lakini siwafuati wale. Namfuata yule ambaye ako concerned na mimi, ambaye ni Ruto. Hivyo hivyo manabii wote tunawaamini. Musa tunamwamini, Ibrahim tunamwamini, Daudi tunamwamini, lakini kuwafuata hatuwezi kuwafuata. Tunamfuata yule ambaye ni wetu, aliyetumwa kwetu, mpaka Allah akasema, wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin wama arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nadhira. Huyo ndo tunamfuata. Huyu mwingine ni rasulan ila
Bani Israili. Huyo ni kufuatwa na wana wa Israeli. Soma sasa. Wakaamka asubuhi na mapema. Wakaamka asubuhi na mapema. Wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Endelea. Nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama. Yehoshafati akasimama. Akasema, nisikieni enyi Yuda. Nisikieni enyi Yuda. Nanyi wenyeji wa Yerusalemu. Nanyi wenyeji wa Yerusalemu. Mwaminini. Ya kwanza mwaminini Bwana Mungu wenu. Mwaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyodhibitika. Waaminini. Nini? Waaminini. 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 Waaminini manabii wake. Waaminini manabii wake. Endelea. Ndivyo mtafanyaje? Mtakavyofanikiwa. Mpe. Waaminini kina nani? Manabii wake. Ukisikia manabii wake ni wengi ni kidogo? Ni wengi. Inafaa manabii wote wengi tufanyeje? Waamini. Lakini kufuata tunafuata yule ambaye tulitumwa kwetu. Sasa swali subiri kabla uulize. Je, Waislamu wanawaamini hao manabii? Sura ya 2 136 Qur'ani. Lakini Wakristo hapana, hawaamini hata Muhammad. Hata Yesu badala kumwamini kama inavyostahili, walichukua Yesu wakabadilisha yeye wakafanya Mungu. Wewe unachukua Yesu na kumbadilisha kama nani? Wewe ndio unategezanga Mungu. Ati Yesu unamgeuza anakuwa Mungu. Na Mungu aliyemtuma Yesu unamwacha, unaabudu Yesu. Mama yake akuone haki ya Mungu atakupiga. Wewe unaabudu mtoto wa Mariamu na Mariamu yuko. Si afai uanze na mama kwanza afurahi. Yeye pia apate kuabudiwa kidogo. Unaacha mama unaenda kwa mtoto kuabudu. Na mwenye mtoto yuko. Wala uabudu mtoto wa Mariamu, si uabudu mtoto wako basi, hata huyo ndio afadhali ni wako sasa. Soma hiyo. Inasema ni baada billahi minash shaitani rajim. Inasemaje? Semeni nyinyi Waislamu. Semeni nyinyi Waislamu. Waambiwe Mayahudi na Manasara. Waambiwe Mayahudi na Manasara. Waambieni. Tumemwamini Mwenyezi Mungu. Sikiliza vizuri. Tumemwamini Mwenyezi Mungu. Waaminini. Kwanza muaminini Mungu. Sisi tumemwamini Mwenyezi Mungu na yale tuliyoteremshiwa. Na yale yaliyoteremshwa kwa Ibrahimu. Mpe. Wa kwanza tunayemwamini anaitwa nani? Mwenyezi Mungu. Wa pili tunamwamini nani? Ibrahim. Mtume wa nani? Wa Mungu. Mpe endelee. Na Ismaili. Mwingine tunamwamini anaitwa nani? Ismaili. Mpe endelee. Na Ishaka. Mpe. Mwingine tunaamini anaitwa nani? Mpe endelee. Na Yakobo. Mwingine ni Yakobo. Jacob. Endelea. Na kizazi chake Yakobo. Na kizazi chake Yakobo. Na waliopewa Musa. Na aliyopewa Musa. Na Isa. Na pia yale waliopewa manabii wengine. Na pia yale waliopewa manabii wengine ambao hawakutajwa orodha zao. Kutoka kwa Mola wao. Hatutofautishi baina yao katika hao. Hatutofautishi baina yao katika hao. Wote. Ati nini? Wote. Manabii wote. Tunafanyaje? Tunawaamini. Ati nini? Wote. Tunawaamini. Mpe. Wote tunafanyaje? Tunawaamini. Kina nani hao tunawaamini? Manabii. Wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Lakini kufuata tunamfuata nani? Muhammad. Mpe usikilize. Mpe usikilize. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Kufuata ni Muhammad. Kuamini ni wote. Kufuata unafaa kumfuata Nabii Muhammad. Lakini kuamini unafaa kuamini wote. Mpe. Wewe unaamini manabii wote? Muhammad simwamini. Na Mungu unampenda? Mungu nampenda. Sana ama kidogo? Sana. Unampenda kiasi gani? 100%. 100%. Kama kweli unampenda Mungu, sikiza hiyo. Bado 31. Inasema la billahi minash shaitani rajim. Muhammad anaambiwaje? Sema wewe Muhammad. Ikiwa nyinyi mnampenda Mwenyezi Mungu. Ikiwa nyinyi mnampenda Mwenyezi Mungu, na huyu amesema nampenda Mungu. Basi mimi Muhammad. Nifuateni. Mpe. Ikiwa unampenda Mungu unafaa kufuata nani? Muhammad. Mpe amaliza, ukimfuata utapata nini? Mwenyezi Mungu. Sasa hapo ndo Mwenyezi Mungu. Atakupendeni. Mpe. Mungu ndo atafanyaje? Atatupenda. Kwa sababu umefuata nani? Muhammad. Lakini kama hukumfuata Muhammad na Mungu anakupenda, inaitwa love one side. Unapenda Mungu hakupendi. Ni kama unapenda mwanamke na yeye hakupendi. You suffer alone. Subiri. You suffer alone. Unapenda Mungu sana na hutaki kufuata Muhammad. Hiyo mapenzi imeishia hapo. Mungu hakupendi back, kwa sababu dawa ya kusema I love you, unasema I love you too. Wewe Mungu akwambia I love you too, unafaa ufuate nani?
Hakuna I love you tu sasa. Ishia hapo. Mwalimu, Mapenzi ya bure hii. Sasa uko tayari kumfuata au bado? niko na sababu ya kukataa Muhammad. Kwa hivyo una sababu ya kukataa Mungu akupende. Niko na sababu ya kukataa Muhammad. Ukikataa Muhammad, Mungu hafanyeji? Hakuna I love you tu. Ndio hivyo hivyo. Haimaanishi hivyo. Sasa tupe sababu ya kukataa Mungu akupende pia. Wewe unampenda Mungu? Ndio. Ili na yeye akupende pia kama ulivyomfanyaje? Mpende. Unafaa ufuate nani? Wapi imeyasema? Mkarudie sasa. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Hiyo ndio sheria. Sema. Ukikataa ni love one side na haisaidii. Soma hiyo. Ndio wanaume wanapenda sana wakisema I love you wajibiwa I love you too. Hii I love you too kwa Kristo, kwa Mungu hakuna. Unabaki peke yako, unapenda Mungu na hiyo mapenzi yako ni ya bure, ukikufa motoni. Ili iwake ni two-way traffic. Hata mwanamke akupendi bure, mpaka kidogo mnulie sweets, umpatie zawadi, ukuja na sababu ya wewe kupendwa. Sasa Mungu kitaka kupende wewe pia, kubali mtume wake wa mwisho, kwa sababu ukimkubali Nabii Muhammad umewakubali wote, ukimkataa umekataa wote. Ndio katiba ya Kenya. Ukikataa Ruto kuwa ni president, umekataa Kibaki, umekataa Moi, umekataa Kenyatta. Ndio hivyo hivyo. Soma hiyo. Inasema nini? Sema. Ikiwa nyinyi mnampenda Mwenyezi Mungu. Ikiwa nyinyi mnampenda Allah, basi nifuateni mimi Muhammad. Hapo Mwenyezi Mungu. Hapo ndo sasa Mungu atakupendeni. Akishakupenda kuna zawadi inakuja gani? Na atakugufurieni nini? Madhambi yenu. Atakusameheni madhambi yenu. Haikuji bure, inakuja na bonus. Bonus yenyewe unafutiwa madhambi yote. Sasa hapo hii mzigo umebeba rafiki yangu. Mwalimu, uko tayari? Sema ashhadu. Kabla tujasema, uniuliza before tuanze. Ukaniuliza unaamini kitabu gani? Wewe umenipeleka huko. Wewe nifungulie hapa kwa Biblia. Itaje ukifuata Muhammad basi Mungu naye atakupenda basi. Kwani Biblia ni ya Muhammad? Sasa ngoja kidogo tuelewane kidogo ili nikupe. Qur'ani amepewa nani? Muhammad. Injili ni ya nani? Yesu. Zaburi ni ya nani? Daudi. Taurati amepewa nani? Musa. Biblia amepewa nani? Sasa tulia. Umekuja vizuri. Fungulia Injili. Mbona kila kitabu ina mwenyewe Biblia haina? Narudia tena. Taurati alipewa nani? Musa. Zaburi alipewa nani? Daudi. Injili alipewa nani? Yesu. Qur'ani alipewa nani? Muhammad. Na hii Biblia kapewa nani? Sasa wacha kuweka swali langu. Sijibu. Nasema hivi. Sikiza mwalimu. Nasema hivi. Nipe time. Biblia kama hata haina mwenyewe. Nipe time. Nakupa time. Sasa nakupa time, tafuta mwenye Biblia. Sasa wachana na Biblia. Nipe kwa Injili ya Yesu, kwa Torati ya Musa au Daudi. Andiko moja lenye linasema ukifuata Muhammad Mungu atakupenda. Kwa kuwa mimi naamini hapa. Wewe unanipeleka huku ni gizani, unanipoteza bana. Sasa anakupoteza na Qur'ani iko na mwenyewe, Biblia haina. Wewe unafuata kitabu aina hata mwenyewe. Nasema hivi, Injili sikize kidogo. Torati hakuna. Ndio huyo. 13:43 Qur'ani suratul Ra'd. Soma hiyo. Nasema ba'udhu billahi minash shaitani rajim. Na wanasema wale waliokufuru. Wewe si mtume. Wale wamekufuru. Sema. Subiri. Mpe. Wale kufuru wanasema wewe si nani? Yeye sio mtume. Na wewe unasemaje? Sio mtume. Kwa hivyo umefanyaje? Kulingana na Rudia tena. Inasema nini? Na wanasema waliokufuru. Mpe. Hao wanasema ni kina nani? Waliokufuru. Wanasema aje?
Muhammad sio mtume. Na wewe unasema aje? Muhammad sio mtume. Wewe umefanyaje? Niko na andiko mzee. Umefanyaje? Singakufuru, maana yake maandiko iko wazi. Mtamalize. Kumbe umekufuru. Na wanasema waliokufuru Kama huyu. wewe Muhammad si mtume. hivyo ndo wanasemaga, na wewe unawaiga wao. Unaiga waliokufuru kabla yako. Endelea. Sema. Sasa Muhammad anaambiwa wajibu. Sema Mwenyezi Mungu anatosha kuwa shahidi baina yangu na baina yenu. Mwenyezi Mungu anatosha kuwa shahidi baina yangu na baina yenu. Kuwa mimi Muhammad mimi ni mtume. Na pia sikiliza ingine hii. Na pia yule mwenye elimu ya kitabu kila aliyesoma Taurati iliyo sahihi, kila aliyesoma Taurati iliyo sahihi na Injili iliyo sahihi ameziona nini? Ameziona habari za nani? za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wapi? Humo. Tulia sasa, mpe Mwalimu. moja. Sawa, nimetulia. Kila aliyesoma Taurati iliyo Sahihi, Injili iliyo sahihi ameona habari za nani? za Mtume Muhammad. Kwa hivyo ukisoma Taurati Ndio. na usome Injili Ndio. na usione habari za Nabii Muhammad, hiyo Taurati sio Sahihi. Ukisoma Injili na ukose Muhammad ndani, hiyo Injili si nini? Sahihi. Kwa hivyo Injili uliyosoma ilitaja Muhammad, Haijataja. kwa hivyo si nini? Sio sahihi. Asante mwalimu. Sikiliza, tulia hapo usiepe. Umeelewa sasa? Usitulie, tulia. Sasa sikiza mwalimu. Umekuja vizuri. Wewe umesoma hiyo Qur'an. Anayejishuhudia hapo ni nani? Kuwa mimi ni nabii. Niulize. Anayejishuhudia ni nani? 17:91 Qur'an. Hapo mwalimu, asiye 17. 97 au 97? Yes, 17 93 nafikiri. 93 inasema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Inasemaje? Au uwe na nyumba ya dhahabu 97. na ambaye Mwenyezi Mungu anamuongoa 96. Sema. Sasa sikiliza, Muhammad anaambiwa sema. Mwenyezi Mungu anatosha kuwa shahidi baina yangu na baina yenu kuwa mimi ni mtume wake. Mpe. Muhammad anaambiwa sikiliza, sema. Nani anatosha kuwa shahidi? Mungu. Na huyo Mungu anashuhudia kuwa Muhammad ni mtume wake. Kwa hivyo shahidi anayemshuhudia Muhammad anaitwaje? Mungu. Wewe ulisema ni nani? Ina swali. Uliza. Hauwezi epa hapa uruki mwalimu. Nani aruki? Mimi hata saa hizi wacha nikuulize. Ukienda mahakama. Si ndio? Sienda. Wakwambie leta washahidi. Unaweza niambia chaji mwenyewe ndiye anaweza kuwa mshahidi? Achaji mwenyewe kama ameshuhudia incident. Hawezi. Mfano. Subiri kidogo. Mfano. Shahidi mwenyewe. Kwanza, hakuna shahidi mkubwa kuliko Mwenyezi Mungu. Kwanza. Ni sawa. Nasema hivi, dunia mzima washuhudie A na Mungu ashuhudie B. Ya B ndo kweli kwa sababu Mungu ndo shahidi. Hakuna shahidi mwingine zaidi ya Mwenyezi Mungu. Unakubali hilo? Ninangoja. Unakubali hilo? Ni sawa mwalimu. Kwa hivyo shahidi wa number 1 wa Muhammad ni nani? Ni Mungu. Kwa mujibu wa kitabu gani? Qur'an. Wewe unaweza pinga kwa Qur'ani hiyo? Kuna mahali inasema Muhammad si mtume? Iko mahali Qur'ani inasema Muhammad si mtume? Iko. Swali langu ni hivi mwalimu. Sasa mimi hakuna. Sasa nimekuuliza swali. Subiri kidogo. Hiyo chapter tumefunga. Una swali nyingine au unasilimu? Wacha nikuulize swali nyingine. Kwa hiyo umeepa hivi. Hautaki kusilimu? Mimi sitaki mshtakiwa ajishuhudie. Nataka ashuhudiwe. Unataka jina Muhammad itajwe mahali nyingine?
ambaye si Qur'ani. Mwingine ashuhudie. Mtu mwingine mpe huyo. Mpe huyo. Asiseme Mungu anatosha kuwa. Haya sawa. Mpe kwanza mpe. Kwanza tuna ushahidi wa Qur'ani, si ni kweli? Na kuna ushahidi anashuhudia, bali ni Mungu. Na kuna ushahidi wa Biblia. Si ni kweli? Weka basi. Tuweke kwa Biblia. Tuone. Sasa. Chukua African Bible. Peleka mbele. Tafuta neno Uislamu kwa Biblia yake. Tuone kama amesema Muhammad ni mtume. Tuone sasa. Hiyo naye akatae sasa. Si amesema anataka out of the Quran ama hakusema? Alisema. Sasa tunamtolea nje sasa. Haya soma sasa. Uislamu ukurasa wa 200. Umefika? Nimekuwekea mpaka alama. Muonyesha sasa. Uislamu. Ni Biblia unasoma ama ni Qur'ani rafiki yangu? Hii ni Biblia yake Mwafrika. Biblia gani? Kiafrika. Biblia ya Kiafrika. Na huyu ni mzungu? Huyu ni Mwafrika. Mwafrika. Kumbe hii ni yake. Msomee yake. Biblia yake ya Kiafrika. Inasemaje? Uislamu. Imeanza. Uislamu. Neno la Kiarabu. Neno la Kiarabu linalomaanisha kujisalimisha. Kwa nani? Kwa mapenzi ya Mungu. Uislamu ni neno la Kiarabu linamaanisha kujisalimisha kwa mapenzi ya Mungu. Endelea. Imani ya kidini ya Waislamu. Imani ya dini ya Kiislamu inayojumuisha imani katika Allah. Katika nani? Allah. Imetajwa Uislamu na imetajwa nani? Allah. Endelea. Uislamu ni dini iliyoenea. Ni dini iliyoenea duniani. Iliyoanzishwa. Endelea. Na mtume. Mtume gani? Na nabii. Nani? Wa Kiarabu. Nani? Muhammad. Mpe. Asante mwalimu. Sina shida. Pale umekuja sawa. Kabisa. Ningesema Muhammad ndiye alianzisha Uislamu. Ungesema Uislamu ulikuweko mbele. Sawa. Mimi nataka. Ngoja kidogo, mpe rudia tena. Rudia tena mtume. Nani? Na nabii wa Kiarabu. Nani? Muhammad. Mpe. Biblia imetaja kwanza mtu anaitwa nani? Muhammad. Inasema kabila yake ni gani? Mwarabu. Tena yeye ni nani? Nabii. Tena ni nani? Mwarabu. Mtume. Kitabu gani imesema? African Bible. Uko tayari kuamini? Hii ni maelezo, niotolee haya. Sasa anataka aya. Hii amekubali. Kwanza hii umekubali unakataa? Hii ni maelezo. Nataka andiko. Haya mpe. Nyakati wa kwanza 1:29. Msome ingine sasa. Sasa tunatoa sasa andiko. Tunasoma maandiko sasa. Ngapi mani? 16. Inasemaje? Nyakati wa kwanza 16 mstari kangapi? 1:16. 1:16. Inasemaje? 1:16. Inasema kama ilivyoandikwa. Inataja watu. 1:16. Inasemaje? Na Mwarvadi. Na Msemari. Na Muhammadi. Ati nini? Na Muhammadi. Ati nini? Na Muhammadi. Mpe. Na nani? Ni Muhammad ama Muhammadi? Imetaja nini? Muhammad ama Muhammadi? Wakikuyu wanasema TH. Mimi nataka Muhammad. Sawa. Muhammad. Mpe asome mwenyewe, Mpe asome. Soma mwenyewe. Mwalimu. Sasa pale tusidanganyane. Tusidanganyane. Nasema hivi, soma mwenyewe. Hapo jini nasema nini? Muhammadi. Nani? Muhammadi. Nani? Rudia tena. Ni Muhammad ama Muhammad? Rudia tena nani? Mwalimu. Ukisema subiri. Ngoja kidogo. Pale ni ngoja. Ukisema Muhammad, ukasema Muhammad, yote nisema Muhammad, yote ni Muhammad. Hata Ahmad wote wanaandika hivyo. Enda Turki hawaandiki Muhammadi, wanaandika Muhammad. Turki hii kwa sababu matamshi ya D kwa wengine ni TH na ni reference ya andiko. Hebu reference hapo
imeonyesha ngapi? Isaia ngapi? Isaia Hapo kando kuna maandiko yameandikwa. inaonyesha mwalimu Mwanzo 10:14. Endelea ngine. Kumbukumbu la Torati 2:23. Endelea ngine. Yeremia 47:4. Endelea ngine. Amosi 9:7. Unaona sasa? Lakini reference hii inakupeleka Isaia 21:13. Inasema huyu Muhammad ndio yule ambaye amepelekwa ufunuo Arabuni. Soma hiyo 21:13. Isaia 21:13. 21. Sasa ameona Muhammad, sasa anasema nataka hii Biblia iondoe hii TH iweke D. Ndio akuwe mtume. Angalia huko. Biblia imetaja mpaka Muhammad. Sasa bado unakataa. Ulikuwa unataka itaje mpaka nini? Ingine ama mpaka itaje pia Amina? Imetaja pia kama unataka. Ukitaka Umar pia imetajwa ukitaka. Umar si sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imetajwa ndani ya Biblia mpaka Abu Bakar ametajwa kwa hii Biblia yenu, lakini amfuataji. Hakuna Mkristo anaitwa Abu Bakar, hakuna Mkristo anaitwa Umar. Imetajwa mpaka Abdi, hamuna nyinyi. Majina tu ni kama Kennedy na Oscar na Otieno. Soma hiyo. Inasema nini? Inasemaje? Ufunuo. Wapi? Juu ya Arabuni. Mpe. Una ufunuo unapelekwa wapi? Arabuni. Ufunuo huo upelekewa nani? Wewe ndio utaniambia. Mpe huyo. 3:7 Amosi. Nauliza Biblia, ufunuo upelekewa nani? Ufunuo, wahi imeenda wapi? Arabuni. Wahi imeenda wapi? Arabuni. Wahi ilipoenda Arabuni huwa inaenda kwa nani? Soma hiyo Amosi 3:7. 3:7. Inasema nini? Naam. Hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia, yani kuwapelekea ufunuo kina nani? watumishi wake Nani? manabii. Mpe. Kumbe ufunuo upelekwa kina nani? Upelekewa kina nani? Manabii. Ufunuo imeenda wapi? Kule ilisema Arabuni, hapa sijasema. Sawa, ikienda Arabuni, Biblia inasema ufunuo upelekewa nani? Mtume. Na mtume, sawa? Kwa hivyo Arabuni kuna mtume amepelekewa nini? Amepelekewa nini? Kwa Amosi 3:7 inasema kuna mtume amepelekewa nini? Kule ni ufunuo Arabuni. Ukiona kuna mahali ufunuo unajua huwa analetewa nani? Ingeshuka pale chini ndio tujue imepelekewa nani. Hapana. Sasa swali moja. Huu ufunuo uliopelekwa Arabuni ulipelekwa kwa mtume gani, anaitwa nani kwa Biblia yenu? Kwa your own Bible. Si imesema ufunuo iko wapi? Arabuni. Huyo mtume aliyepelekwa ufunuo Arabuni, what is his name? Kama ni Trump tuambie, sema jina. Sisi hatukwambii. Umekataa, sema wewe sasa. Sema sasa, anaitwa nani? Mimi sijui. Unafuata Biblia hata hujui? Wisha, imeisha ya maneno. Hajui. Imeisha, unikuwepa, Anasema sijui. Sisi tumekuuliza wewe na wewe hujui. Sisi tunajua, tumekwambia. Huyu hapa Hapo kijana, mtoto wa kijana asiondoke. Huyu hapa anasema eti amepeleka Putin. Ati Putin ni Arabuni. Yaani Biblia iko wazi clear. Wahi iko Maka, endeni huko. Anaulizwa huko Maka nani ametoka, ati sijui. Hujui aje na Biblia imetaja Muhammad? Ama ulikuwa unasubiri atajwe mpe? Wewe unaitwa nani? Inaitwa Juma. Ulikuwa unasubiri itaje mtume Juma? Azi. Sasa kubali Muhammad. Wacha ubishi, kubali Muhammad. Acha niulize swali la mwisho. Mpe utauliza baadaye, mpe huyo. Wewe kijana labda anataka kusilimu. Kaka, habari yako? Uko tayari kwa Muislamu? Umependa? Napenda. Kujoin. Wangapi wanamkaribisha katika Uislamu? Waislamu takbir. Wangapi wanamkaribisha? Sijaona. Wangapi? Takbir. Uko tayari kuingia? Haya, kuja mbele. Very simple. Kuja mbele. Hapa mbele kidogo. Ndio uchukue shahada. Nani mwingine yuko tayari kwa Muislamu? Who else is ready to join Islam? Hebu Waislamu mkono ni waone. Waislamu ni waone. Haya.
Wakristo wanaompenda Mungu ni waone. Wanaompenda Mungu. Wakristo wanaompenda Mungu. Adu wa nyumba. Kuna kaka yangu hapa. Kaka, habari yako? Unaitwa nani? Abed. Abed, ungependa kujoin? Bado? Aya, Abed apewe kiti. Leteni kiti ya Abed hapa. Aya. Kuna kaka yangu hapa. Habari yako? Unaitwa nani? George, ungependa kuwa Muislamu? Atizi. Nani mwingine yuko ready kuwa Muislamu? Who else is ready to join Islam? Kuna kakangu hapa. Kaka, habari yako? Ungependa kujoin Islam? Hutaki kuingia? Utakufa na baridi kukaa nje. Si uingie tu. Gashago ndio huyu. Uko wapi? Kuna Gashago hapo. Wapi huko? Kwa Mungu. Hapa Islini kwa Mungu. Haya, kaa pale. Hati yako kwa Mungu. Haya, kaa pale. Kuna Gashago hapo. Huyu kwa Mungu. Gashago. Kashago yuko wapi? Ndio huyu nyuma yako. Wewe unaitwa Kashago. Unatakaje? Unataka kusilimu? Takbir. Aletea Kashago wa kiti. Haya, Kashago ndio anasilimu. Hata yule original pia asilimu. Nani mwingine anataka kuingia Uislamu? Nani mwingine anataka kuwa Muislamu? Mpe. Uko tayari kuwa Muislamu? Ndio. Kuna mtu amekulazimisha? Kuna. Umependa mwenyewe? Unaitwa nani? Vincent Odhiambo. Vincent Odhiambo. Vincent Odhiambo. Oh, haya, toa kofia, unapata shahada. Nyumbani ni wapi? Huruma. Huruma. Unatoka hii Huruma tu hapa? Huruma kuna msikiti mzuri pale, wanafundisha watu wa kusilimu. Sawa? Ukienda, unaoga vizuri, unafika kwa mwalimu. Kuna misikiti mbili. Kuna msikiti hii ya juu na kuna msikiti mwingine unaitwa Masjid. Masjid gani? Masjid Anwar, wewe umesahau? Kuna Masjid Anwar hapo na kuna hii msikiti mwingine Jamia. Yote mbili ina madrasa ya watu kusoma. Sawa? Waislamu, mtu anaposilimu rehma ziko wazi. Neema ya Allah subhanahu wa ta'ala iko wazi, dini tusogelea. Marka insha Allah hadi istighfarta hala badhi. Aya, onyesha moja kulia. Hiyo sema maneno ifuatayo. Sema ashhadu an la ilaha illa lahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullahi. Sema nimekubali kwa moyo na kutamka kwa ulimi bila ya kulazimishwa ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, Mungu mmoja tu. Na nimekubali ya kwamba Muhammad ni mtume wa Allah na Yesu ni mtume wa Allah wa Mungu. Bas, ushakuwa Muislamu. Waislamu, takbir. Hii Vincent tunapiga X. Unaweza tumia tu. Tunatia ndani ya box, tunapiga seletop, inarudi Italy mahali ilitoka. Ungependa jina gani ya Kiislamu? Au nikutajie? Majina ya Kiislamu yako mengi na ni mazuri. Ni moja katika majina ya Kiislamu ni ya manabii. Kama vile Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Suleiman, Ismail, Suleiman, Ishaq, Musa, Daud, Suleiman, Isa, Muhammad, mingi tu. Hassan, Hussein, Umar, Abubakar, Ali, Ramadhani. Gani ingine? Ramadhani. Mingi. Tungependa jina gani wewe? Ile yako sasa umependa. Uko na rafiki wa Islamu? Wewe ungependa jina gani ya Kiislamu? Musa. Nani? Musa. Mashaallah. Takbir. Unaitwa Musa. Haya, Musa, wewe ushakuwa Muislamu. Mungu akuongoze. Mpe huyu mwingine na yeye asilimu. Uko tayari kuwa Muislamu? Kabisa. Haya, onyesha moja. Hii ya kulia.
Hii unaonyesha Mungu ni ngapi? Onyesha kwa kidole, hii kidole kingine hivi. Sema maneno ifuatayo kwa nguvu, sawa? Sema ashhadu an la ilaha illa lahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullahi. Nimekubali kwa moyo na kukiri kwa ulimi bila ya kulazimishwa ya kwamba hapana Mungu apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mungu mmoja tu, Allah. Na nimekubali na kukiri ya kuwa Muhammad ni mtume wa Mungu. Na nimekiri ya kuwa Isa Yesu ni mtume wa Mungu. Bas, Waislamu takbir. Ushakuwa Muislamu. Simama kidogo, waambie wale. Waambie ni welcome, njoni. Waambie njoni, karibuni katika Uislamu. Waambie karibu katika Uislamu. Karibuni katika Uislamu. Mashallah, mpe huyu mwingine. Waambie wale karibuni katika Uislamu. Karibuni katika Uislamu. Waambie siku zenu itafika. Siku zenu itafika. Aya, chukueni viti mkuje huku sasa. Waislamu takbir. Takbir. Aya, nani mwingine yuko tayari kusilimu? Jina nimesahau. Ulikuwa Abdi. Unataka Uislamu? Ametaja mara 10. Abdi. Mashaallah, unaitwa Abdullah, sawa eh? Aya, kuja upande huu. Jina ashachagua kabisa, kujeni huko. Na kijana huyu anaitwa Abdi times 3. Abdi. Haya, kuja hapa. Aya, Abdullah huyu. Abdullah na huyu mwingine? Lete kazi. Musa. Karioki, hawa ni wanafunzi wako sasa. Lete kazi. Waanze kuwafundisha vile watasoma Uislamu, vile watafuata Uislamu inshallah. Nani mwingine yuko tayari kwa Muislamu? Islam is very simple and clear.